sikuambulia kutoa kitu hata kimoja. Licha ya maumivu ya kupoteza mali zao kwa moto ulioteketeza takribani vibanda 500 katika eneo la soko la simu 2000 mawasiliano jijini Dar es Salaam, hatma ya wafanyabiashara ni kujua ni lini watarejea katika eneo hili. Eneo hili lisafishwe mara moja iwezekanavyo, ili hata kama wana uwezo kuweka meza na wakaendelea kufanya biashara, waendelee kufanya biashara kwa lengo la kuendelea kutafuta riziki ya kila siku. Wao wenyewe kama wataona mamlaka zinachelewa, wako tayari kuja kutoa mabati, kusafisha, waweke hata meza zao, kwa sababu maisha ya watu yako hapa. Wanasema maumivu hayafutiki, kidonda kwa sasa hakitibiki, lakini matarajio na matamani yao ni kwamba warejee, pengine kurejesha mikopo waliokopa na hata kuendelea kulipa karo za shule kwa watoto wao. Tumezungumza na kiongozi wa soko katika viunga hivi sambamba na baadhi ya wale waliokumbwa na mkasa huu. Mimi naitwa Mikandaba na hizi ni ripoti zaidi. Kumetokea changamoto ya mabanda kuungua na mimi mwenyewe nikiwa miongoni mwa watu ambao wamepata hii athari. Mimi nilikuwa ninauza duka la vipodozi, nywele, kwa hiyo sikuambulia kutoa kitu hata kimoja. Tuna mikopo, tunaiomba serikali ituangalie kwa jicho la pili, kwa sababu hapa ndo sehemu ambayo tulikuwa tunategemea. Kwa hiyo kitu kama hiki kimetokea, yani tumerudi nyuma kwa 100%. Tunaiomba serikali kama kulikuwa na uwezekano waje watusaidie kusafisha tuweze tuendelee kufanya biashara kwa hiki kilichotokea, lakini kiukweli tumepata majonzi ambayo hayaelezeki. Tuna mikopo, tunasomesha. Kwa hiyo yani mwelekeo bado hatujaujua, kwa sababu mpaka sasa hivi hakuna kauli yoyote aidha ya serikali kutokana na hali iliyojitokeza hapa, kwa sababu eneo la serikali na sisi hapa tulikuwa tunafanya biashara hapa katika eneo hili la serikali. Lakini labda kuomba tu, sasa tukio limeshatokea, watu wameshaingia hasara hapa, watu wameshaua mitaji yao, lakini cha msingi na kitu ambacho kingekuwa cha busara kwa serikali ni kuruhusu watu waanze kujipambania katika eneo hili, ikiwezekana wasafishe wenyewe, waanze kufanya biashara kuliko kuendelea kukaa bila kufanya kazi, lakini tayari mtaji wao umeshakufa. Hili litakuwa ni tatizo kubwa kama watu wataendelea kukaa, na tuiombe serikali iwe na namna ya kuweza kuwasaidia watu waweze kutoka katika hii hali, kwa sababu halikuwa limepangwa na mtu yote, isipokuwa limetokea tu. Kwa kweli kinachoendelea hapa, tumefanya jambo moja tu. Ule upande ambao haukuteketea kwa moto, asubuhi tumewarudisha wafanyabiashara warudi kwenye maeneo yao na endelee kufanya biashara kama mnavyoona kule kwenye mahindi, matikiti na kwenye mabanda yaliyosalia, watu waendelee kufanya biashara. Ambapo bado hatujapata mwafaka ni hapa ambapo wameharibiwa au vitu vya wafanyabiashara vimeungua na mabanda yao na mali zao zimeteketea. Kwa kweli mpaka sasa hizi hakuna ambacho kimefanyika. Tunasubiri uongozi wa serikali hasa manispaa ya Ubungo uje ili wafanye biashara, kwa sababu wapo wanasubiri kujua hatima ya wao kufanya biashara ni ipi. Lakini nyinyi kwa upande wenu pengine mnatarajia kufanya nini? Niseme tu toka asubuhi kelele nyingi na mawazo mengi ya wafanyabiashara ni kwamba kama serikali au manispaa ya Ubungo haiwezi kufanya haraka kuja kusafisha hili eneo ili walau watu waendelee kupata riziki, wafanyabiashara wanasema kabisa wako tayari. Wao wenyewe kama wataona mamlaka zinachelewa, wako tayari kuja kutoa mabati, kusafisha, waweke hata meza zao, kwa sababu maisha ya watu yako hapa. Watu wana mikopo hapa, watu wanasomesha hapa, watu wanaendesha familia zao, walikuwa hapa na sasa hivi wamekaa wajui nini kinaendelea. Kwa ufupi tu, mawazo yao, mahitaji yao au maombi yao ni eneo hili lisafishwe mara moja iwezekanavyo, ili hata kama wana uwezo kuweka meza na wakaendelea kufanya biashara, waendelee kufanya biashara. Na kama serikali itatumia muda mrefu kujipanga, kwa maelezo yao wenyewe wanasema kwamba watasogeza haya mabati, walau wapange meza, ili mtu walau wakati mambo mengine yanaendelea aendelee kupata 200 300 na kulisha familia yake. Moto umeteketeza, pamebaki masalia na kweupe. Sasa wakirejea watajua maeneo waliokuwa awali. La muhimu ni kwamba tunafahamiana na tuna majina, tuna taarifa za kila mfanyabiashara. Kwa hiyo hawezi kusumbua. Kama viongozi tupo, mimi kama mwenyekiti wa kamati nipo, kiongozi wa hili eneo ambaye anawakilisha hili eneo la Mitumba yupo. Zoezi la kuwapanga na wakapangana vile, kwa sababu wenyewe wanafahamiana, ni dakika chache tu na watu wakaendelea kuokota. Walau wale ambao vitu vimesalia basi waendelee kutafuta riziki. Ni kweli pana mgogoro?
Eneo hili limekuwa na sintofahamu kubwa kwa sababu ile eneo ni kwamba limechukuliwa na DART, na DART walichokuwa wametuaminisha pamoja na serikali kwamba upande ule wa pili ambao tumewaachia watatujengea soko. Likikamilika tutahamia kule tuachie DART. Sasa hayo mengine yanayozungumzwa kwa hata mimi mwenyewe nashindwa kuyasema, ila ni kwamba tulikuwa tumekubaliana na tulishawachia eneo kule. Wajenge soko likamilike, tuhamie so eneo lao wabaki waendelee na miradi yao. Hilo tulikuwa tushakubaliana na sisi ndio tumehamisha wafanyabiashara.